Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, karibuni tena katika kipindi chetu kingine cha Kamna Hijama Clinic Center, ambacho ni kipindi cha darasa kinachohusiana na masuala mazima ya elimu ya tiba, hususan katika elimu ya tiba ya hijama. Lakini leo tumekuwa na muendelezo tena kwa awamu ya 3 kuelezea dalili miongoni mwa dalili za mtu mwenye mashaitani. Kupitia somo hili, imani yangu ama imani yetu ni kuutambulisha ulimwengu kujua viashiria vya mtu mwenye mashaitani, ili usipate tabu ya kuingia katika haramu ya kwenda kupiga swili amri, kujitambua kuhusiana na hali yako. Kupitia clip hii itakusababishia wewe kuweza kujijua kama unauma mashaitani, ili kuweza kutafuta ufumbuzi katika njia iliyokuwa sawa sawa. Dalili ya 21 katika zile dalili miongoni mwa dalili za mtu mwenye mashaitani ni kujihisi unaingiliwa hata ukiwa haujalala. Kujihisi unaingiliwa hata ukiwa haujalala. Yaani manake kwamba wewe ukikaa tu hivi basi ukajikuta unahisi unaingiliwa. Hii ni katika dalili kwamba wewe una mashaitani hata kama haupo usingizini. Hii ni dalili miongoni mwa dalili za mashaitani. Huko nyuma tulitaja kwamba mtu kulala ukaota unaingiliwa. Sasa hapa tunazungumzia kujihisi mtu anaingiliwa hata kama akiwa hajalala. Hii ni ishara kwamba huyu mtu atakuwa amehisibiwa na mashaitani. Dalili ya 22, kutopenda ibada na kupenda maasi. Ukajikuta kwako kwenye moyo wako hakuna kitu unachokichukia kama ibada. Maskini Mungu ni Muislamu. Ni Muislamu. Mtu akikwambia jambo la ibada unachukia. Yaani unaona amekwambia jambo baya. Hii ni ishara kwamba utakuwa na shetani, utakuwa na khabithi, utakuwa na katika wale mashaitani makhabaithi. Khabini kama walivyotajwa katika sunna, min al-khubuthi wal khabaith, wale majini wachafu wa kike na wa kiume utakuwa umekabiliwa nao. Bahati mbaya ningependa kidogo kueleza hapa, wako miongoni mwa watu wanaodhani eti kwamba kuna jini mwema na jini mzuri katika mwili wa mwanadamu. Jini akisha kuingia katika mwili, huyo tayari ni muovu. Asiye akakudanganya mtu, wewe majini yako mazuri haya yanakusaidia. Hata kama wewe utaona eti ukilala unaona wachawi kupitia hawa majini, hata kama hawa majini wanakuletea wewe fedha, hizo ni katika mbinu za wezi kukutawala. Hizo ni katika mbinu za kukufanya wewe uwaone kwamba wao ni wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha sema mashaitani hawa ni aduun fattakhidhuhu aduwa. Shaitani ni adui, basi wafanyeni kwa ni maadui. Kwa hata kama jina na kuamrisha kuswali, hata kama jina na kuamrisha kuswali, jina na kulazimisha kusoma Qur'ani, pamoja na hayo yote hayo, bado shaitani wa kijini hastahiki kukaa katika mwili wa mwanadamu. Kitendo tu cha kuwa tayari mwili wako na viashiria kwa na mashaitani, fanya kila hali na kila namna ya kutafuta njia sahihi ya kuyaondosha mashaitani katika mwili wako, ili uwe huru, na kila unalofanya ulifanye ukiwa huru. Kwa kuchukia, kutopenda ibada na kupenda maasi, hii ni katika dalili ya mtu mwenye mashaitani. Lakini dalili ya 23, hasira, uvivu na hofu bila sababu. Ukajikuta wewe muda mwingi unapitia kuwa na hasira sana, au unajikuta wewe ni mvivu wa kazi. Mvivu wa kazi. Mtu amefanya kazi, amepata 50,000, basi siku 5 nzima afanye kazi. Kumuuliza wewe vipi, mbona ufanye kazi? Mimi bwana nimefanya kazi yangu, nimepata 50,000, nihangaika na nini bwana? Acha kwanza nitumie bwana. Hii ni ishara kwamba huyu mtu ana mashaitani, huyu ana shida, huyu sio mzima. Kwamba akipata hawezi kwenda mpaka amalize kile ndo atoke tena. Hii ni dalili kwamba huyu amesibiwa, huyu ima ana huyu mashaitani au ana sihiri, ana sumu za uchawi, au amefanywa vifungo vya hatari vya hasadi na uchawi. Kwa hivyo inapelekea yeye kujikuta anakuwa mvivu wa kazi.
anakuwa na hasira pia, afu anakuwa na hofu, wasiwasi mwingi sana. Yani muda wote amekuwa ni mtu wa wasiwasi tu, hajiamini katika maisha yake. Hii ni ishara kwamba huyu mtu tayari amesibiwa na mashetani. Dalili ya 24, kuhisi kama kuna mtu anakusimamia mbele yako au nyuma yako au pembeni, hata unapolala, na kuwa na hofu kubwa sana juu ya hilo. Hii ni katika ishara kwamba wote wako na mashetani. Kujihisi kama kuna mtu amekusimamia ima mbele yako au nyuma yako au pembeni, hata unapolala ukajikuta kama uko na mtu muda wote unajisi kama kuna mtu nyuma yako au mbele yako au bavuni kwako, afu hilo jambo linaambatana na hofu, ukajikuta unapata uoga mkubwa. Hizo ni katika dalili, miongoni mwa dalili za mtu mwenye mashetani. Dalili ya 25, kukosa usingizi au kulala sana hadi kukosa swala ya asubuhi. Kukosa usingizi au kulala sana mpaka ukakosa swala ya asubuhi. Ukiona kwamba wewe usingizi wako umekuwa ni wa shida, umelala kidogo umeshtuka, ingawaje kuna kukosa usingizi kwa sababu upungufu wa madini kama calcium. Mtu akipungukiwa na madini ya calcium inaweza ikasababisha kushtuka mara kwa mara usingizini. Lakini sasa huyu anakuwa na halali usingizi wa moja kwa moja, anakosa usingizi wakati akienda kwenye vipimo vya kimaabara haonekani kama ana tatizo lolote la kibiolojia. Mfumo yake ya fahamu iko vizuri, wala hana shida yote. Sasa shetani anaweza kusababisha wewe kukosa usingizi au akakusababishia kulala sana kupita kiasi, ukajikuta mpaka swala alfajiri na kupita wewe huna habari, umelala tu usingizi mzito. Hii ni ishara, miongoni mwa ishara za mtu mwenye mashetani. Dalili ya 26, usingizi wakati wa kusoma Qur'ani au kusikiliza khutba, lakini sio wakati wa mazungumzo au vyombo vya habari. Kwa maana kwamba wewe ukiingia tu kwenye kusoma Qur'ani, ukisoma tu kidogo tayari usingizi, au kaingia Ijumaa khatiba naanza tu khutba tayari ya Allah usingizi, umelala moja kwa moja fofofo kabisa. Lakini kwenye mazungumzo mengine ya kawaida au vyombo vya habari, kuangalia taarifa za habari, wewe wala hulali, hata kama ni masaa 10 utasinzia au sinzii, au mambo ya michezo mipira sio na nini, porojo, wewe uko smart, huna shida. Hii ni dalili kwamba wewe tayari utakuwa umesibiwa na shetani. Dalili ya 27, tamaa kupita kiasi na kujiona mtu wa thamani sana kinyume na hali halisi ilivyo. Yaani wewe ukaona tamaa ambazo zinapitukia mipaka. Ni kweli kila binadamu anahitaji kutamani. Utatamani wewe na nyumba nzuri, wewe na gari nzuri. Lakini sasa unajikuta unatamani wewe na magorofa. Unatamani wewe na magorofa, lakini wakati hata shilingi yako ni shida. Kwa hiyo ile tamaa iliyopitiliza sasa kiasi kwamba mpaka inakupeleka puta, wakati huo mpaka kuingia katika kutafuta kisiko cha halali kwa tamaa ya kwamba kufanikiwa sana kwa haraka. Hii ni ishara inawezekana wewe uko na mashetani. Unawezekana uko na mashetani, au kama sio tamaa kupita kiasi, basi pia kujiona mtu una thamani. Yaani wewe kujiona wewe ndio wewe. Yaani hakuna mtu mwingine. Yaani wewe ndio umekamilika, wewe ndio kila kitu. Hii ni ishara kwamba wewe una mashetani, sio mzima wewe. Na wakati huo unajiona una thamani, wakati hali halisi hauko hivyo. Ni mtu dhalili tu, si ajabu hata kula yako ni shida. Elimu yenyewe pia wakati mwingine unaweza kaa huna, lakini mwenyewe unajiona bonge la mtu, bonge la thamani kabisa. Hii ni ishara kwamba wewe umesibiwa, huko mzima wewe. Hiyo ni dalili katika dalili ya mashetani. Dalili ya 28, mwanamke kupenda kujipamba nje ya nyumba lakini si mbele ya mumewe. Yaani mwanamke anapenda sana kujipamba nje ya nyumba lakini sio kwa mumewe. Yaani akijua leo anaenda sokoni, basi atachukua maji, atachukua dodoki, atachukua sabuni, atausugua mguu vizuri, atapaka mafuta, atachukua wanja, atachukua lotion, atapaka vizuri, ataziseti vizuri nywele zake. Yaani kiufupi atahakikisha amependeza. Lakini hali hii tofauti kwa mumewe. Mumewe anayudi, ananuka jasho, ananuka kwapa, yuko ovyo. Maana yake wewe una shetani, wewe una shetani, sio mzima. Kwa mwanamke kupenda sana kujipamba nje ya nyumba yake lakini sio mbele ya mume wake. Dalili ya 29, kupenda vitu visivyo na maana kama porojo, kupenda muziki, kupenda magazeti ya udaku na vipindi visivyo na faida. Yaani wewe nature yako, akili yako muda wote ni vitu vya kipuzipuzi.
Yani hata mara moja hauwezi kukaa kwenye vitu vya maana, wewe sio mzima, tayari utakuwa umesibiwa na mashetani. Na moja katika tabia mashetani ni kuwapeleka watu katika michezo na laghawi. Kwa hiyo ukajikuta wewe sasa hakuna jambo la maana ambalo unalipenda na kulitaka, muda wote unapenda mambo kipuuzipuuzi ambayo hayana maana yote, porojo zisizokuwa na maana, basi wewe ujue tayari umesibiwa na mashetani. Hiyo ni dalili ya 29. Dalili ya 30, kuota ndoto za vitisho kama wanyama wakali, kufanyiwa uadui, au kuota maji, au kuota kifo, au kuota jeneza, au kuota kuanguka kwenye shimo refu, au kuruka angani. Hizi zote ni katika viashiria kwamba wewe utakuwa na mashetani. Kama utakuwa unaota ndoto za vitisho vya wanyama wakali kama simba, chui, nyati, ujue wewe una viashiria vya kuwa na shetani. Au unaota unafanyiwa uadui na watu, au unaota maji, ima yamekuzunguka maji, au ukaota maji machafu, basi hii ni ishara ya kuwa wewe una mashetani. Na ndugu zangu, ndoto ni chombo cha habari. Ukijiona pia hauoti kabisa, pia hilo ni shida. Kwa sababu kikanuni unatakiwa uote, lakini kuota huko basi unaota ndoto zenye viashiria vizuri. Lakini ndoto mbaya, ndoto za kutisha, au kutokuota kabisa, hilo ni tatizo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuwa ndoto ni sehemu ya chombo cha habari. Nadhani Mwenyezi Mungu amerekodi kwenye Qur'ani visa mbalimbali, kiwemo kisa cha Nabii Ibrahim alipoota mwanae anamchinja Ismail. Ile ni ndoto, ile ni habari imekuja kutoka kwa Allah kwa njia ya ndoto. Ndoto aliyoota Nabii Yusuf, anasujudiwa na nyota 12, ile ilikuwa ni ndoto. Na mfano wake kama hizo. Kwa hiyo ndoto sio kitu cha kudharau. Kwa hiyo ndoto zinapokuja vya tofauti, basi kama hivi kuota ndoto za vitisho, kama vile kuota wanyama wakali, au kuota unafanywa uadui, au kuota maji, au kuota kifo, umekwamba umekufa wewe au mtu amekufa, au umeota majeneza kibao, umeona majeneza, au kuota unaanguka kwenye shimo refu, au kuota wewe unaruka angani. Hizi ni katika ishara kwamba wewe utakuwa na mashetani. Na kwa ishara hizi unatakiwa utafute ufumbuzi wa kumpata daktari ambaye atatoa tiba bila kumshirikisha Allah Tabaraka Taala, ili uweze kupata matibabu. Kwa hiyo kwa darasa letu ya leo tuishi hapa kwenye dalili ya 30 miongoni mwa dalili zinazoainisha kujua mtu mwenye mashetani. Wewe mwenyewe hapo nyumbani ukiwa unasikiliza clip hii ama video hii unaangalia, bila shaka utaweza kujitathmini, kujijua hali yako. Ukiona tayari na wewe ni miongoni mwa waliosibiwa, usishtuke, usiogope, bali hiyo ni katika hali za kawaida. Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanywa marogo, alirogwa, alifanywa uchawi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wewe ni nani? Kwa hiyo cha msingi ni kutafuta matibabu katika njia sahihi bila kumshirikisha Allah Tabaraka wa Taala. Ni mimi daktari wako Dr. Omar Kamna, ni mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Center, kliniki ambayo inapatikana mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, kata ya Buyuni, maeneo ya Wasinga. Maarufu sana Chanika, Buyuni, Wasinga. Ndiko tunapatikana kliniki yetu, lakini pia tunahusika kwenye kutoa huduma za ruqya kwa watu wenye mashetani, lakini pia dua kwa watu wenye matatizo mbalimbali hata kama sio mashetani. Iwe uko hapa ndani ya nchi ya Tanzania na hata kama uko nje ya Tanzania, tunatoa dua pia kwa njia ya mfumo wa online. Tunakuombea dua popote pale ulipo kwa ajili ya kumtaka msaada Allah Tabaraka Taala akuondoshee kama ni maradhi, kama ya kuondoshee matatizo mbalimbali. Basi mawasiliano yetu ni 0764706448. Hii ni namba yangu, lakini pia namba yangu ya pili ya WhatsApp kwa wale walio kwa nje, labda unaweza kanitafuta kwa njia ya WhatsApp. Unaweza kanitafuta kwa 0717519111. Hiyo ni namba yangu ya WhatsApp 0717519111. Pia tuna namba yetu ya ofisi. Namba yetu ya ofisi ni 0758519116. Hiyo ni namba yetu ya ofisi 0758519116. Kwa haya machache, tunawakaribisha sana katika kliniki yetu kwa huduma za hijama kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali ya kibiolojia kama pressure, sukari, matatizo ya maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, matatizo ya uzazi, tezi dume na mfano wake kama hayo. Lakini pia tunawakaribisha katika kliniki yetu kwa huduma za ruqya
kwa wale ambao wamesibiwa na mashetani na sumu za uchawi, lakini pia huduma za dua kwa wale wenye mambo yao tu ya kawaida, mambo ya kazi na mengineyo, uwe ndani ya nchi au nje ya nchi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi